tunatoa misaada katika sekta ya afya, elimu, maji, watoto yatima na kuinua kiuchumi. Na safari hii tumeshirikiana na taasisi ya Moi kwa kugharamia upasuaji wa watoto 30 wenye ulemavu wa vichwa vikubwa na mgongo wazi ili waweze kurudi katika hali za kawaida. Wadau ni muhimu wajitokeze kwa sababu ya wingi wa tatizo hili. Watoto ni wengi ambao wanahitaji kufanyiwa huo upasuaji, lakini pia ziombe mashirika ya habari kuja na kupata taarifa muhimu ili kuweza kuzisambaza kwa Watanzania waliokuwa wengi, kujua chanzo ya huu ugonjwa na ikiwezekana namna ya kudhatiti ili haya magonjwa yasije yakatokeza kwa wingi zaidi. Tunawashukuru Watanzania ambao wameweza kutoa elimu mbalimbali kuhusu kuzuia unyanyapaa wa hawa watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi, na sasa hivi watoto wenye vichwa na mgongo wazi wanajitokeza kwa wingi kupata matibabu katika hospitali zetu za serikali. Kwa wastani nchi yetu inazalisha watoto takriban 4,500 kila mwaka wenye tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi. Hiyo ikiwa inaendana sambamba na makisio ya sensa iliyofanyika kipindi kilichopita. Matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi yanazuilika kwa mama mjamzito, mama ambaye anatarajia kuwa mjamzito kujiridhisha kwamba afya yake ni imara na hana upungufu wa madini ya folic. Madini ya folic yanapatikana katika vyakula vyetu vya kawaida ambazo ni mboga za majani, matunda, jamii ya kunde, jamii yote ya mizizi, maziwa, mayai na maini. Changamoto ya mtoto wangu alikuwa na kichwa kikubwa na silikuwa sina uwezo wa kumtibu. Lakini nimepata ufadhili walionisaidia. Na washukuru sana walivyonisaidia. Maana tangia sasa mtoto anaendelea vizuri na bado anaendelea na matibabu. Na washauri ndugu zangu wengine wenye watoto kama hao waishe hospitali, maana wakipata huduma mapema maisha yao yataenda vizuri. Na washukuruni sana na Mungu awabariki. Nina mtoto wangu anaitwa Esau, alikuwa ana tatizo la kichwa kikubwa, na mshukuru Mungu aliwajalia watu walijitoa kwa ajili ya kumsaidia mwanangu, na mpaka sasa bado anaendelea na matibabu. Na washukuru sana, Mungu awabariki, wazidi kujitoa ili wazidi kuwasaidia na watu wengine. Kwa tunaiomba serikali tupunguzie kidogo gharama za matibabu ya watoto, kwa sababu kiangalia wengine wanaenda mara kwa mara operation. Kwa unakuta anafanyiwa inafeli, au unakuta mtu mwingine anakuwa na maji machafu. Kwa hiyo inakuwa ni shida kidogo, kwa sababu anakuwa anarudiwa mara kwa mara. Sasa unakuta kama sisi sasa unakuta ni kidogo, yani hatuna hela. Kwa hata kama unakuta unatibiwa operation labda ya kwanza, ya pili zinazoendelea, unakuta unakuwa una msaada. Kwa hiyo ndio wanajitokeza watu kama hivyo, wanakuwa wanatusaidia.